Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Mihayo Macharo Mahuma maarufu kama Hara, mwenye umri wa miaka 67, mkazi wa mtaa wa Guta mjini, halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, amefariki dunia baada ya kushambuliwa na kuliwa na mamba katika ziwa Victoria, huku familia ikiambulia viungo vichache kwa ajili ya mazishi ya marehemu. Tukio hilo limetokea asubuhi ya tarehe 22 Oktoba 2025 wakati marehemu akiwa kwenye shughuli za uvuvi akiwa pamoja na mpwa wake Msafiri Mbuga ambaye alinusulika katika tukio hilo. Msafiri amesema walipokuwa wakivua samaki, ghafla marehemu alianza kumuonya achukue tahadhari baada ya kumuona mamba, lakini muda mfupi baadaye mnyama huyo alimvamia na kumkamata marehemu. Na tuliondoka jana majira ya asubuhi kwenye saa 2, tukaenda kwenye shughuli za uhangaikaji kwa vile sisi tumeumbwa kuhangaika kwenye shughuli za utafutaji. Na sasa tumeenda kule nikiwa mimi na marehemu ambaye ni mjomba wangu, anaitwa Hara Macharo. Na sasa tumefika kule, tumefanya shughuli zetu. Hatimaye tukiwa kwenye shughuli zetu ndipo mamba alipotokea na kutuvamia na kumkamata mjomba wangu ambaye ni marehemu Hara Macharo. Pale tulikuwa kando na ziwa, sio ziwani kule halisi, tulikuwa huku kando na ziwa, yani mashambani. Maji kwa sasa hivi yamesha kuja, yamezidi yako nje ya ziwa, ambapo lakini ni mwambao wa ziwa ndiko tulikokuwa tunafanyia shughuli zetu. Mimi kwenye hali yenyewe ilivyotokea, maana tulikuwa tumesimama kwenye maji wote. Yeye marehemu ndio aliyoanza kunishtua mimi baada ya kuona yule mamba. Na sasa alivyomuona yule mamba alikuwa anakuja kwangu. Kwa baadaye mimi nilikuwa sijamuona, ndipo akanishtua kwa kuniita mjomba. Sasa baada ya kuangalia, nikaangalia yule, nikaona yule mamba. Kwa baadaye yule mamba alizama, mimi nikarudi nyuma. Ina maana yeye akashikwa na butwa, marehemu akabaki pale amesimama. Unaona, sasa yule mamba baada ya kuzama ndipo ikaenda kukamata nani? Marehemu. Nilichokiona, ina maana yule mamba alimshika. Kwa baadaye yule mamba alimrusha kwa mbele kwenye maji marefu. Baadaye ndipo alipoenda kumzamisha huko na kumchukua. Juhudi za kusaidia kwa vile yule ni wote pale tulishikwa na butwa, alafu yule ni mnyama, huwezi kupigana naye kama binadamu. Unaona? Cha kwanza nilipiga yowe. Maana uwezo wa kumpata yule mamba ndani ya maji kwa mguu au kuogelea kwenda kumnyang'anya, ndikuwa sina huo uwezo. Kwa sababu yule ni mnyama mkali wa hatari. Kwa majina naitwa Ruwenga Hamisi Ruge, ni mkazi wa Guta mjini. Mimi ni mtoto wa marehemu aliyepatwa na ajali jana. Ilikuwa ni mida ya saa 3 kama kuelekea saa 4 asubuhi. Nilipigiwa simu na msemaria mwema na kunijuza kuwa kuna yowe upande wa ziwani maeneo ya Mtoni. Nilichukua boda chapu kidogo na kukimbia eneo la tukio, ndipo nilipomkuta ndugu yangu Msafiri Mbuga, ndiye akiwa anapiga yowe. Baada ya kumuuliza, anasema mjomba wake amekamatwa na mamba. Tukao tumekimbia chapu eneo la tukio na kukuta mazingira hayo yameshakuwa na utulivu, kwa tukuona chochote. Tukabidi tutoe taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa ili kupata msaada katika swala la uokoaji kama tunaweza tukapata. Huduma hii ilifanyika, lakini kwa bahati mbaya kwa jana hiyo mchana tukashindwa kumpata, na ndipo tulijikata kama watu watatu
kwa mazungumzo ya chini bila kujuza mtu yoyote. Tukaenda watu watatu kama doria, ikiwa ni saa 1 na dakika kama 50 za jioni. Tulipofika eneo la tukio na tulisikiliza kwa utulivu sana, na tukasikiliza kishindo kilichokuwa kinajipula eneo la majini kwa nguvu kama mara 3 mara 4 hivi. Ndipo tulichukua nafasi ya kujua pengine ndilo lenyewe linafanyaje, linakula. Tukabidi tena tuchukue nafasi ya kumpigia mwenyekiti wa mtaa ili atualikie watu kule kwa ajili ya msaada zaidi, maana sisi tulikuwa ni watatu. Na ndipo mwenyekiti akatupa nafasi hiyo, akajuza watu huko kwa kualika, na watu wakaja eneo la tukio wengi. Mida kama ya saa 3 hiyo usiku tukaenda kwa utulivu na kulifumania likiwa linakula. Lilivyotuona likakimbia likabakiza baki ambalo lilikuwa ni maeneo ya kifua. Kifua limeshakula, ni mgongo umebaki na mkono wa kushoto, mkono wa kulia umeliwa. Kwa hiyo kwa hicho kichache tulichokipata tulishukuru, maana tuliona ni bora tupate hiki kuliko kwenda mazima.